Jeshi la polisi katika mkoa wa Mwanza tumemshikilia mtu ambaye anaitwa Emmanuel Kamalamo Kirangi. Huyu ana umri wa miaka 30, kazi yake ni mkulima na mkazi wa kijiji cha Hamkoko wilayani Ukerewe kwa tuhuma za mauaji ya mtoto wa kaka yake ambaye anaitwa Winfrida Mtundu Kafumbo. Binti huyu ana umri wa miaka 8, mwanafunzi wa darasa la kwanza katika shule ya msingi Hamkoko, aliyeuawa kwa kunyongwa shingo baada ya kubakwa na kulawitiwa na mtuhumiwa huyo ambaye ni babake mdogo kama nilivyomtaja kwa jina. Ndugu waandishi wa habari, tukio hilo lilitokea siku ya tarehe 30 mwezi wa 9 mwaka huu. Ilikuwa ni majira ya saa 9:45 za usiku huko katika kijiji cha Muruseni kilichopo katika kata ya Ngoma wilaya ya Ukerewe. Tukio hilo limetokea wakati ambapo mtoto huyo alikuwa amelala katika chumba pamoja na wenzake, ndipo huyo mtuhumiwa alimchukua mtoto huyo na kwenda kumfanyia kitendo hicho cha ukatili nje ya nyumba aliyokuwa amelala huyo mtoto. Na wakati anamfanyia tukio hilo la kikatili, watoto wengine aliokuwa amelala nao huyo muhanga walikuwa wamelala usingizi, kwa hiyo hawakujua kitu chochote ambacho kilikuwa kinaendelea kutokea. Ukatili aliofanya kama nilivyosema, alimbaka yule binti kisha kumlawiti na baadaye akamnyonga kwa kutumia shuka. Ni kwamba wazazi wa mtoto huyo walimuacha kwa baba yake mdogo ambaye ndio huyo mtuhumiwa anaitwa Emmanuel Kamalamo Kirangi kwa ajili ya uangalizi, wakati wao walikuwa wamekwenda wilaya Sengerema kwa ajili ya matibabu. Ndipo mtuhumiwa huyo alipata nafasi ya kumfanyia vitendo hivyo vya ukatili na baadaye kumuua kwa kumnyonga kwa kutumia nguo aliyokuwa amejifunika, na alifanya kitendo hicho ili kuweza kupoteza ushahidi kwa ukatili huo mkubwa aliyokuwa amemfanyia mtoto huyo ambaye ni mtoto wa ndugu yake. Mwili wa marehemu umefanywa uchunguzi wa kitaalamu na tayari umekwisha kabidhiwa kwa ndugu zake, yani wazazi na ndugu wengine kwa ajili ya taratibu za mazishi. Mtuhumiwa huyo anaendelea kuhojiwa na uchunguzi kuhusiana na tukio hilo la kikatili la mauaji, lakini pia na matendo ya kikatili yaliyotangulia kufanyika. Uchunguzi utakapokuwa umekamilika, mtuhumiwa atachukuliwa hatua za kisheria. Kufuatia tukio hilo, jeshi la polisi katika mkoa wa Mwanza linaendelea kuwakumbusha wazazi na walezi kuchukua tahadhari na watu wa karibu, wakiwepo ndugu, wafanyakazi wa ndani na marafiki, kwa kutoamini na kuachia watoto, kwani watoto wanapaswa kuwa chini ya uangalizi wa karibu wa wazazi kama ilivyokuwa mila, desturi na taratibu zetu sambamba na sheria ya mtoto inavyoelekeza. Mara nyingi tumekuwa tukiwaambia wakazi wa mkoa wa Mwanza kwamba matukio haya ya ukatili yanafanywa na ndugu wa karibu ndani ya familia. Hivyo ni vema wakazingatia maelekezo ambayo tumekuwa tukiyatoa na mafundisho mbalimbali hasa yanayotolewa na dawati letu la ukatili wa kijinsia na watoto. Yale mafunzo tunayotoa ni vema wazazi wakayazingatia na kuyaishi ili kuondoa matukio haya ya kikatili kama hili ambavyo limetokeza. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.